Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa kabisa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 11. Kwa upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Lakini katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa tujikumbushe sehemu ambapo tulipoishia. Sehemu tulipoishia tulimuona Sikununu amefika pale pale dukani kwa Fares kama jinsi ambavyo alivyoelekezwa, na mwanafunzi alikuwa anapita katika njia hiyo kuelekea katika shule ambayo ipo mkabala kabisa na hilo duka, sio mbali sana. Hapo ndipo tulimuona Sikununu anamuita yule mwanafunzi ili aje kumsomea majina yaliyopo kwenye simu. Na yule mwanafunzi alikuja na akamsomea jina Zatiti kama jinsi alivyoelekezwa, na akajaribu kumpigia simu Zatiti, lakini Zatiti hakupokea simu. Hatimaye tulimuona binti Sikununu anaanza kuwaza sana, lakini kabla hajamaliza mawazo yake akaonekana kuna kijana ambaye anakuja akiwa na funguo nyingi. Akaja akafika pale na hatimaye akachomeka ufunguo kwenye kitasa. Kabla hajaanza kufungua, alivyotupa jicho pembeni akakutana na dada mrembo sana ambaye yuko pale. Akaanza kuwaza, huyu dada atakuwa ameagizwa na mzee Fares kuja kunichunguza ninavyouza duka. Hapo ndipo ambapo tulipoishia. Sasa nikukaribishe sehemu ya 11, tuendelee kuidadavua sasa, tuone ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya yule kijana kuona hali kama hiyo na kuwa ameshangaa sana, ule mshangao aliona tu ni hali ya kawaida. Hatimaye akapotezea, akafungua, akaingia ndani, akakaa zake dukani. Baada ya muda sio mrefu, wateja wakaanza kuingia. Kuna mtu mmoja akasogea mpaka pale kwa Sikununu, akaanza kumhoji kwamba ni dada ambaye anatokea wapi. Sikununu akamwambia ukweli kwamba ametokea kijijini na amekuja mjini, anamtafuta dada yake ambaye anaitwa Zatiti. Sasa baada ya kusema anamtafuta dada yake anayeitwa Zatiti, huyo mtu alikuwa anamjua Zatiti kwa sababu kuna wakati ambapo na Zatiti naye huwa anakuja dukani, na alishawahi kuja, ni mteja, alishawahi kuja kununua bidhaa na akamkuta Zatiti yupo. Kwa hiyo ndio maana ameamua sasa kuuliza, na baada ya Sikununu kumtaja Zatiti tayari akawa amemkumbuka. Hapo ndipo ambapo
yule mteja aliamua kumpigia Zatiti. Baada ya kumpigia simu Zatiti, akakuta ndiyo kwanza anaamka, kwa hiyo anaongea sauti ya usingizi, lakini alipokea simu na hatimaye baada ya kuanza kuongea naye na kumwambia kwamba kuna mgeni ambaye yupo dukani kwenu na anakusubiri wewe, Zatiti naye alimjibu yule mteja kwamba hata yeye ameshangaa. Kuna simu ngeni ilikuwa ikiingia kwenye simu yake, lakini hakuipokea, ila missed call ameziona wakati alipoamka. Kwa hiyo alikuwa anapanga ampigie huyo mtu amjue ni nani. Akaahidi kwamba anakuja muda sio mrefu. Hapo ndipo yule mteja alipokata simu yake, akamsisitiza Sikununu kwamba inabidi amsubiri Zatiti yuko anakuja. Na hapo ndipo ambapo alipoenda dukani akanunua zake mikate ya kutosha, akatoka nje na kuagana na Sikununu akaondoka. Mpenzi msikilizaji, huyu alikuwa ni mdada na yeye. Huyu mteja huyu akaondoka. Baada ya kuondoka, Sikununu akaendelea kusubiria, huku wateja wakiwa wanamiminika wanaingia katika duka hilo, mwenye kununua kilo 50 za unga, kilo 50 za sukari, mwenye kununua vifaa vya ujenzi kama simenti, mifuko 3, mifuko 4, mwenye kuja kununua mikate, kwa sababu lilikuwa ni duka la jumla la vitu mbalimbali. Kwa hiyo moja kwa moja yeye aliendelea kusubiri mpaka ikafika mida ya saa 1. Hapo ndipo ambapo kuna mtu alimuona akiwa anakuja, anatokea kama nyuma ya duka hivi, anakuja moja kwa moja mpaka pale alipokaa Sikununu mwenyewe. Na baada ya muda sio mrefu alifika pale huyo mtu, na baada ya kumtazama vizuri alimuona ni dada mmoja mnene mweupe ambaye amesuka nywele zake za asili. Na alipomwangalia vizuri akakuta hapa mbele ana cheni ambayo ameivaa yenye chuma pembeni, ambacho hicho chuma ndo kimeandikwa Zatiti hapa kifuani. Kwa moja kwa moja baada ya kuona jina Zatiti, Sikununu alisimama moja kwa moja na kwenda kumuao. Sasa wakati anamuao kumkumbatia hivi, na Zatiti akawa amemuona. Kwa hiyo Zatiti akaanza kufikiria kumbe yule mgeni ambaye nimeambiwa ni huyu. Hapo ndipo ambapo walipokumbatiana na kuanza kutabasamu, wakaanza kucheka kwa pamoja. Na baada ya hapo Zatiti aliingia dukani humo, akachukua mikate ya kutosha, akaja akachukua begi la Sikununu na kumwambia waondoke waende nyumbani. Ni kweli wakaanza safari ya kuondoka, wakiwa wanatembea na kuanza kuzungumza njiani. Akaanza kumpa taarifa za kuhusiana na Tobias Mavugwe. Akaanza kumwambia Tobias Mavugwe ni babake mdogo,
yeye ni mtoto wa binamu yake na Tobias, huyu Zatiti. Kwa hiyo wakawa kama marafiki, yani wametokea kupendana kweli. Zatiti alipomuona tu kajaribu kumuuliza kwamba yeye ni mtoto wa nani, akasema yeye ni mtoto wa mzee Bareke. Kwa hiyo wametokea kijijini na yeye amekuja mjini kuja kutafuta kazi. Basi Zatiti alimwambia Sikununu kwamba hatomwacha na atamtafutia kazi sehemu yoyote ile, kwa sababu yeye ni mwenyeji. Basi kazi hapo asiwaze, amepata. Uzuri anawafahamu, kuna mabosi kadhaa ambao hawajui kabisa, yani hawajui watawapata wapi wadada wa kazi. Kama mmoja yeye na duka lake amefunga kwa sababu amekosa mtu wa kumuuzia pale dukani, kwa sababu watu wengi anapokuwa amewaleta huwa wanaiba bidhaa katika duka hilo. Kwa hiyo aliona kama vile anafilisika. Hapo mjini watu ni wezi sana na hawaaminiki. Kwa hiyo akawa anatafuta mtu wa kijijini huko, lakini marafiki zake waliopo kule kijijini akijaribu kuwatafuta namba zao zinakuwa hazipatikani. Sasa akaamua kufunga duka kwa muda, akakaa. Hizo zilikuwa ni stori ambazo Zatiti alikuwa akiendelea kumsimulia binti huyu mwenzie wa kuitwa Sikununu. Basi pale wakawa na furaha. Sikununu akaanza kuangalia TV pale ndani kwa mzee Fares, kwa sababu yeye TV alikuwa anaziangalizia tu kwa majirani, na penyewe wale wenye tumaduka pale center. Tofauti na hapo huwezi ukaiona TV kwa mtu. Kwa hiyo alianza kuangalia tamthilia mbalimbali ambazo alikuwa anazipenda. Akawa anamwambia Zatiti awe anamwekea, kwa sababu Zatiti yeye amesoma, yuko vizuri, tofauti na Sikununu ambaye hakusoma. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kumwelekeza remote kwa kutumia kumhesabia kwamba kitoka cha kwanza, kitufe cha pili, cha tatu kinafanya kazi gani, hiki cha kwanza na cha pili kinafanya kazi gani. Kwa hiyo yeye anamfanya tu awe na kariri kwamba katika mstari huu cha kwanza na cha pili kitufe kinafanya kazi hii, cha tatu na cha nne kinafanya kazi hii, hivi vinafanya kazi hiki, hiki kinafanya kazi hii, na hiki kinafanya kazi hii. Kwa hiyo akawa ni mtu wa kukariri. Sasa kutokana na kwamba yeye hakusoma, lakini ukariri alikuwa nao, alikuwa ni binti mwenye akili sana Sikununu, sema tu hakuwahi kusoma. Wakaendelea na furaha zao kama jinsi ilivyo kawaida. Mama Suzi ambaye ndiye mke sasa wa mzee Fares, ambaye kwa jina kamili alikuwa anaitwa Fitina Cosmas, akaja na kumkuta dada huyo yuko hapo ambaye ni Sikununu. Akajaribu kumdodosa, kamwambia kile ambacho amekuja kukifanya, kamwambia yeye ni ndugu yake na Zatiti, kwa hiyo amekuja kutafuta kazi. Na Zatiti alipoulizwa akasema ndiyo, huyu ni ndugu yangu na ni mama yangu mdogo, ni mchumba wake na baba mdogo ambaye alikuwa akija kuniona. Nadhani huwa mnamfahamu, Tobias Mavugwe. Kwa hiyo amepata mchumba, ameamua kumdirect kwangu ili niweze kumtafutia kazi.
Na baada ya kuambiwa hivyo, Fitina aliona ni kazi tu ya kawaida, ni hali ya kawaida, mambo yakaenda sawa. Na akaanza kumwambia kutokana na kwamba alikuwa na mtoto wake mdogo Suzi. Kwa hiyo mtoto alikuwa akijisaidia hapa na pale kama jinsi tunavyowafahamu watoto wadogo. Akampatia zile nguo ambazo alikuwa anajisaidia azifue, na akaanza kuzifua vizuri. Siku hiyo alishinda hapo, na siku iliyofuata alianza kuwa anatembea na Zatiti akiwa anamuonyesha namna jinsi mji ulivyo wa Mzayuni. Hapo ndipo ambapo walienda moja kwa moja kwa yule baba ambaye alikuwa na duka ambalo amefunga. Hatimaye walimkuta baada ya kumuuliza Sikununu kama amesoma, ana uwezo wa mahesabu. Akasema hapana, yeye anataka kazi za ndani tu. Hapo ndipo ambapo walipomdirect kwenda kwa ndugu yake. Sasa ndugu yake na huyo baba, na yeye alikuwa anahitaji mdada wa kazi kwa sababu mke wake alikuwa na ujauzito. Wakafika pale na wakaelewana mpaka na namna jinsi ambavyo atakavyoweza kufanya. Na huyo kijana ambaye alikuwa na mke wake mwenye ujauzito aliamua kumsaini moja kwa moja, kaamua kumpeleka kwa viongozi na akamtambulisha kwamba ndiye atakayekuwa dada wa kazi wa pale nyumbani. Hiyo ikakubalika, hakuna tatizo ambalo lililotokea, na alikuwa anaitwa Bwana Leonard. Leonard huyo akamruhusu Zatiti aondoke na Sikununu, maanake Sikununu atakuja kesho yake kuja kuanza kazi. Na baada ya kufika huku nyumbani kwa mzee Fares, Fares alikuwa hayupo, kumbuka. Sasa baada ya kufika usiku, mzee Fares akawa amerudi, kwa sababu aliondoka karibia hizo siku mbili ambazo Sikununu alifika pale, yeye mzee Fares alikuwa hayupo. Sasa hapo ndo akawa amerudi. Sasa akakuta Zatiti yupo na dada mwingine. Hapo alipigwa butwa na kuanza kumhoji Mama Suzi. Mama Suzi akasema huyu ni ndugu yake na Zatiti, maanake ni mama yake mdogo, amekuja kutafuta kazi na yeye. Hapo ndipo ambapo huyu mzee wa kuitwa Fares alianza kuhisi hasira kweli kweli. Ni nani aliyowaambia kuleta binti humo ndani? Kumbuka ulikuwa usiku, mpenzi msikilizaji, mida kama ya 5:30 hivi. Akaanza kulileta timbwili humo ndani, akaanza kuwadirect na kuamrisha Zatiti pamoja na Fitina Cosmas, yaani Mama Suzi, wamuondoe huyo binti haraka humo ndani. Sikununu manake aondolewe ndani. Hapo ndipo patashika nguo kuchanika. Zatiti akasema hawezi kumuondoa ndani kwa sababu yeye ni mama yake mdogo. Atamuondoaje ndani? Kama alikuwa hataki wafanyakazi waje ndugu zao hapo kuwatazama, ni bora angesema. Mbona anapokuja Tobias yeye anapokelewa vizuri? Iweje amekuja mke wake anaanza kumkataa?
Hayo yote alikuwa akiyazungumza Zatiti, lakini huyu mzee Fares hakutaka kabisa kusikia. Akaanza kumfukuza. Wao wakachukulia kwamba ni utani. Akaenda ndani na kuchukua mkanda wa mashine, akaja akamtandika nao Sikununu mmoja. Sikununu akasimama na kuanza kuondoka. Kabla hata hajafika mbali, akachukua plagi ambayo ilikuwa ni ya kuchomekea redio, kaichomoa kwenye redio, kaenda kamlamba nayo ya kiuno. Zatiti alikimbilia chumbani na kujifungia. Wakati huo Sikununu anatoka nje ya nyumba ya Bwana Fares, na baada ya kutoka nje akamfukuza kabisa mpaka kule nyuma ya nyumba. Ndipo ambapo Sikununu alikaa na kuanza kulia peke yake. Mpenzi msikilizaji wa Simulizi za Sauti, sehemu ya 11 ya Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwa hiyo kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, unamuona wapi Sikununu? Na ndo haya ambayo ameanza kukutana nayo. Tumemuona Bwana Leonard amemsajili kwa viongozi mbalimbali binti wa kuitwa Sikununu ili aweze kwenda kuanza kazi nyumbani kwake. Akamwambia atakuja kesho kwa ajili ya kuanza kazi, lakini ikabidi Zatiti arudi na Sikununu nyumbani ambapo anapoishi. Baada ya kufika pale, mzee Fares alikuwa hayupo. Sasa amerudi na kukuta mke wake Fitina Cosmas au Mama Suzi ameruhusu binti mwingine kuingia humo ndani, hali ya kwamba yeye alikuwa hana taarifa ya aina yoyote, na hata kama aliambiwa kwamba ni ndugu yake na Zatiti hakuweza kukubali. Tumeona amelileta timbwili na kuanza kumpiga na mkanda wa mashine, kachukua plagi kamkimbiza nayo, kampiga, kamtoa kabisa nje. Je, wewe unahisi Zatiti ataenda kushtaki? Na je, huu ni usiku ambapo Sikununu ametolewa nje. Sasa je, unahisi ataenda kulala wapi? Atampigia simu Tobias Mavugwe amwambie kinachoendelea, au atakaa kimya? Na vipi kuhusiana na usalama wake hapo alipo? Wahuni hawatakuja kumbaka kweli kwa sababu ni mjini? Twende wote. Mimi nachokusisitiza, usiache kuifuatilia mpaka mwisho ili uweze kujua mbivu na mbichi. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.